gari yangu. Okay. Na wewe unakaa wapi hapo? Nikamwambia mimi nakaa pahali fulani. Okay. Unakaa na nani? Nakaa peke yangu, mtoto wa kike. Nikaanza kujimaliza mwenyewe. Nikaanza kumwambia yule tajiri, mimi nakaa peke yangu, sina ndugu, sina family. Nikaanza kuropokwa mtoto wa kike kama nimepigwa msumari wa bati. Sina ndugu, sina family, yani nipo tu hapa naishi peke yangu. Niko katika basement. Nikajimu yule bwana ananisikiliza tu. Ndugu, nikamwaga story yangu yote kwa yule bwana. Day 1 niliropokwa mpaka maiti waliofariki nikaombea na dua kwa yule mzee. Akanambia, kumbe ulifikwa na mikasa sana baba sana. Yani mtu kapiga simu anijue tu siku ya kwanza mimi nani, lakini ndugu zanguni nilikwenda nikaongea mpaka maiti, nikaanza kumhadisia fulani alikufa mwaka 1223. Alimradi niliropokwa pale, sijui ndo alikuwa mtego wake ule anijue. Nilijielezea Watanzania kama nililekewa bastola ya kichwa ile siku ya mwanzo. Akanambia nikupigie video call. Nipige video call. Kapiga video call wa Tanzania, akanambia naomba nikuone mwili wako kama uko sexy. Day 1. Bibi yangu tena pale tu. Nadhani ilikuwa tayari pale bwana anatafuna kijiti. Mzigo wa maana bwana huyo. Mzigo. Yeye hajajitambulisha sana, si muongeaji. Yani kama kawasha nini tulichwa, unajielezea mwenyewe. Kwa mimi nilijielezea pale, ndugu yangu Nkahara. Bwana akakagua mzigo kwa simu, akanambia safi sana. Haya, sasa mimi nataka mimi na wewe tuwe mtu na kama nini tuoane kama tunavyotaka, mimi niko tayari. Yule bwana sasa. Nikamwambia sasa nipe muda kwa sababu sasa hivi na mambo mengi nayafanya. Nikaanza kumuelezea zile ziki ambazo niko nazo. Nikamwambia mimi hapa ninataka TV, nataka hichi, yale mambo ambayo mimi nayataka. Kwa hiyo sasa hivi nina mambo mengi, kwa hiyo kichwa changu hakiko sawa. Hapo bado sijamjua kwa yule bwana tajiri. Yule bwana akanambia basi sawa, hamna neno. Nikamwambia nipe angalau miezi 2-3. Akanambia sawa. Bwana akakata simu na mimi nikakata simu, akanitoka rohoni kwanza pale muda ule pale. Basi wa Tanzania nikakaa kama siku ya 4, niko kazini tu. Yule bwana kazini kwangu sijui alipajuaje. Question namba 1 ikaanza hapo. Niko kazini Jumapili, mke wa bosi wangu ananambia, Sharifa kuna mtu anakuhitaji, nikiwa niko break. Natoka wa Tanzania mimi katika maongezi yule bwana sijamwambia hapo nafanya kazi pale. Kapajuaje? Anajua Mungu na mitume yake. Na kwenda nje hivi namkuta bwana kanisimamia, ameshika mkoba wa Victoria Secret, Gucci, Prada, Dolce Gabbana, kashika mabrandi mkononi. Mpaka mke wa bosi wangu kwanza akashituka. Nikamwambia mwenzangu, unamjua yule? Naambia nilikutana naye kwa treni. Kanipa ile mizigo, halafu akaacha kibarua ndani, ukitoka kazini nipigie. Mizigo wa Tanzania nikaipokea nikiwa na question mark kichwani. Kafikaje pale kazini kwangu? Sijui. Sasa sijui akinifuatilia, sifahamu kusema la kweli alifika kazini. Tushie hapo. Nikaeka mizigo yangu huku naendelea na kazi huku pale kazini, nasaidia wateja huku, akili yangu yote nawaza Gucci, Dolce Gabbana na ile Victoria Secret. Kama nitoke kazini nikaangalia nilichopewa. Ndugu zanguni nakwambia, nilikuwa nafanya kazi naangalia saa ngapi, nitatoka pale nikaangalia vitu nilivyopewa. Nilivotoka tu katika mlango wa kazini, ndugu yangu, kitu cha kwanza niliitia Uber. Maana yake kawaida hupanda mabasi trade mpaka fika kwangu huwa lisali zima. Lakini kwa siku ile, kwa zawadi nilopewa, nataka niwahi kufika kwangu, ikabidi niite Uber wa Tanzania. Kufika kwangu ndugu yangu, kutua begi langu la kazini, kitu cha kwanza nikalifungua yale mazigo niloletewa. Nilicholetewa katika mzigo ile ilikuwa ni night dress na chupi aina ya bikini basi. Hakukuwa na la maana. Basi mtoto wa kike nikenda nikajipimisha ile night dress nyekundu yenye ishara ya damu. Night dress na vichupi vyekundu na night dress zote zilikuwa nyekundu lakini za mabrand. Nazo ndani. Nikija nikikuonesheni hapa, yupo kwenye Insta yangu, ataona mbona nguo zake aliotoa zawadi zinaoneshwa mitandaoni. Ndugu yangu kujipimisha, ndugu yangu jamani wa Tanzania, kama aliyapima yale maziwa.
Kwa sababu pili alivyoniambia nataka unipige video call nikuone mwili, kumbe nilikuwa nakwenda kununuliwa nguo za ndani na yule tajiri Zedon, Mr. Lighton. Nikajipimisha zile nguo pale, ndo nilipofanya kosa kubwa sana wa Tanzania. Pale ndo nilipokwenda sasa kujipiga pini kwa yule mzee. Nikajipimisha nguo zile, kumradhi. Sigiria kama aliyapima maziwa, wallahi nguo zilinifaa. Kama tulikaa mimi na yeye miaka 30 ndani ya ndoa, tufanye example. Mama nikaanza kuzifurahia, nikaanza kuzunguka na nyumba na kwambia nina enjoy na act naimba mpaka nyimbo za Celine Dion. Nilivyojipimisha zile night dress, nikaona haitoshi, nikajirekodi, nikajiposti kwa Instagram nikiwa nimevaa ile night dress nyekundu. Kwa mnonifuatilia miaka, basi mtakumbuka hiyo siku niliyojirekodi nikiwa nimevaa ile night dress nyekundu. Wa Tanzania nikenda nkalala nayo ile night dress, ilikuwa imewekwa perfume. Jamani, nikaanza kumpenda yule baba mpaka nkanahisi kutetemeka mwili. Wa Tanzania nikawa hoi wa bintabani. Kilichoendelea hapo, nikasema ngoja kwanza nende zangu chooni nikajinyoe. Nini nywele? Manake nikianza kusema kwa nini mnasema nisitukane? Nikajinyoa kwa sababu nilikuwa na kichaka kizito. Wa Tanzania ukiangusha pesa miezi 3 ulikuwa huyoni pesa yako. Nikaanza kujiandaa na uzinifu, nkenda nkanyoa sehemu zote. Nikiwa tayari niko romantic na ile night dress, na mtaka yule bwana kwa bei yoyote sasa. Tuje tushonane. Akili yangu inaniwaza sasa mimi ni mapakuzi. Nikanyanyua simu kumpigia yule baba nikiwa nalia. Bwana yule kapokea, sijui kilio kile kilitokea wapi. Nakupenda. Nakupenda. My baby, come. Najua kizungu changu wa Tanzania. My baby akasema, mrembo nipe address. Night dress tu ilivyovaliwa mwilini jamani. Ndugu, nikaipeleka address ngenshonwe. Bwana yule alivyompa address saa 6 usiku, kanambia niko nje, fungua mlango. Wa Tanzania nikafungua mlango. Kilichotokea hapo, bwana yule alinishona. Alivyomaliza kunishona ndo ikawa sasa hapo. Sasa katika mashonaji akanambia naomba kwanza nikatumie choo. Nikamwambia nenda katumie choo. Nadhani pale ndo kenda kapaka ile dawa yake. Alikuwa na dawa anatembea nayo ina kama rangi ya damu. Akanajipaka kwenye sehemu zake za siri. Lakini hapo mimi nilikuja nikajiwa later, sio siku ile ya mwanzo. Akajipaka ile dawa, lazima tumie choo, lakini hapo mwanzo nilikuwa sijajua kwa nini. Akaja chumbani, sasa kuja chumbani ile kumuona tunafungua mlango wa Tanzania. Nikaanza, baby, mpenzi my darling. Nilikuwa kama vile poyoyo, yani simchivi, malaya si malaya, khanisi si khanisi, mpuzi si mpuzi. Alimradi nilikuwa anaza level wa Tanzania. Nikaanza pale kuwa romantic, sijui ilitokea wapi. Baby, yule bwana akaanza kuniangalia. Yule bwana akasimama kama Van Damme. Ile sehemu yake ikiwa inang'ara kama taa za Nissan. Kumbe ishakwenda kupakwa dawa. Tayari kashakamata kichwa. Jamaa alikuwa yuko very serious na kazi anayoifanya. Bwana yule akanishona saa 6:30, yani nile baba kama vile njiwa. Bwana akatoweka. Akanambia kabla hajaondoka. Nilipitiwa na usingizi na ule bwana akapitiwa na usingizi kidogo, aliondoka kama saa 8 na dakika na nusu, saa 8 na nusu. Inaingia saa 9 ilikuwa. Kabla nilikuja nikapitiwa na usingizi mzito. Wakati nimepitiwa na usingizi, kilichoniamsha, nilihisi mtu ananipapasa. Kufumbua macho hivi nikaona wanaume 2 wamenisimamia wakiwa wameshika kitu kama vile boga, halafu na wamevaa nguo nyeusi. Wameshika hivi kitu, lakini sikijui kitu gani walichokishika. Mimi pale nikapiga yoyo.
akashtuka, ule mzee akashtuka, ndio pale naye akaenda zake. Akaniuliza nini, nikamwambia what two people wako wapi? Wamedisappear. Akaniambia ndoto tu. Jamaa akaniambia niwe bora ulivyoniamsha. Ngoja nivae nguo nde zangu. Saa 8 hii. Hii mamangu. Siruhusi kulala hapa mpaka asubuhi. Kwa nini nina mambo mengi ya kufanya? Anasema hivyo.